Hisia mseto zinazidi kutolewa kuhusu muungano mpya wa upinzani unaopaniwa kuundwa ili kumenyana na Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Baadhi ya wananchi wanawataka viongozi wa upinzani kushirikiana kwa pamoja ili kuafikia malengo hayo. Mimi naomba tu muungano ya Matiang'i isiti kuwa imara. Kura zinaenda kupikwa Kenya ni kura zinaitwa block. Kila mwananchi anaenda kupika kura na hizi kura zinaenda kuwa kama kura za 2002 zilitoa Moi kwa kiti. Baadhi ya wananchi wanampendekeza aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani kwenye serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Daktari Fred Matiang'i kupewa tiketi ya kupeperusha bendera kwenye uchaguzi ujao. Asa Matiang'i, tunakuomba ukipata hii kiti, Vice President naomba tupatie iende kwa Wakikuyu, tupe Ndindi Nyoro. Na tembea tutakupea kazi nyingine hapo kwa sababu tunataka tu balance regions. Muungano ya kina Matiang'i sisi tunataka tu, hatuwezi sema Mkikuyu ama, lakini tunataka tu Matiang'i awe kifua mbele, wamweke tu yeye apeperushe bendera ndiposa tutoe William Samoei Ruto. Wakati aliingia kwa kiti alituambia pesa zitakuwa mfukoni, lakini saa hizi ametoa pesa mfukoni anaweka kwa mfuko yake peke yake. Akatuambia mambo na elimu atatutolea CPC na tukula wasasi kichwa asubuhi na mchana. Sasa tunaona hiyo alitutanganya. Hata hivyo, baadhi yao walipuuzilia mbali juhudi za muungano huo, wakidai kuwa vigogo wake walikuwa maafisa wakuu serikalini na walishindwa kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Ndio kijana kwa hii serikali. Hata sijui kwa nini alitoka kwa hii serikali wa Kenya. Yeye anaanza kukuambia ni wewe ndio mwizi ulikuwa unaika wote. Hata kutoka kwa serikali. Jana anaanza kukuambia ndio mwizi. Yesi hata kuna mtu mwingine anakuambia kama wa Kenya. Kwa sababu alikuwa kwa serikali hapo anakuambia ndio mwizi. Wakati yenyewe aliona makosa yake ndio akamchukua, sasa ndio anaanza kukuambia ndio mwizi. Hapo jana viongozi wa upinzani walikutana nyumbani kwake aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika eneo la Wamnyoro, eneo bunge la Mathira, kaunti ya Nyeri, na hapo waliahidi kufanyia kazi pamoja. Tutaweka kura zote pamoja. Huyu Kasongo akuwe one term. Na mimi natangaza hiyo nikiwa hapa Wamnyoro. Sisi watu ya mlima ndio tulikupatia 47% ukakuwa rais wa Kenya. Hii mlima hii ili kufanya wewe kuwe rais ndio itakupeleka nyumbani. And anyone who's willing to bet their money on our differences, tutakuja kusambaratika mahali. Don't put a big bet because you lose your money. We are not going to disagree. We will always agree and find a way. We will make the sacrifices that we have to make. Na tunajikomboa ndivyo tuwe na serikali inasimama kwa msimamo wa kisheria, inafuatilia sheria, inalinda haki za kila Mkenya bila kubangua. Waziri wa zamani Fred Matiang'i aliahidi kuwa iwapo atateuliwa kupeperusha bendera na kuchaguliwa kama rais, atahakikisha amerejesha imani ya Wakenya dhidi ya serikali. Waahidi mkitupea hiyo kazi mtaona vile nchi itaenda. Because we need to clean our country, we need to restore the faith of government so that people can trust the government again. Viongozi hao pia walitoa onyo kwa baadhi ya viongozi waliodai wanamshambulia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokana na matamshi yake kwamba vijana wajitokeze kupigania haki zao. Hapana tuma vibaraka kutukana Uhuru Kenyatta, tukana yeye wewe mwenyewe kama wewe ni mwanaume. Negwado itu. Negwo. Uhuru yako ruborege. I want to tell you William Ruto, hakuna vibaraka yako tena watatukana rais Uhuru Kenyatta. Tumeona kijana mwingine anaitwa Farouk Kibet. We call out Farouk Kibet. We are calling you out. Tunataka ujaribu ulete huu mjadala kusema Uhuru Kenyatta atanyimwa haki yake ya kikatiba. Bring it on. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.